A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sina budi kuzungumzia jambo moja tu ambalo nalo ni kuhusu Maulidi ambayo yamekuwa yakiwatatiza watu wengi, hususan mawahabi. Maana lazima niwaseme kabisa kwamba mawahabi hawa wamekuwa wakitatizika kuhusu jambo la Maulidi. Ukisikia unasikia bidaa haramu, lakini mimi ni jambo moja tunajiuliza, ni nini uharamu wa Maulidi? Maulidi uharamu wake ni nini? Mimi sijui uharamu wa Maulidi. Je, ni yale mawaidha ambayo tunakaa tukawa tunapeana katika Maulidi, au ni zile Qur'ani tukufu tunazosoma katika Maulidi? Huo ndio uharamu wa Maulidi? Hapana. Au basi ni lile jina kwamba kuita Maulidi Maulidi basi ndio haramu, kwamba kuita Maulidi Maulidi ndio haramu, au tubadilishi jina? Lakini Maulidi tafsiri yake si mazazi, maana Maulidi ni mazazi. Na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema alipomwambia Mtume Muhammad, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un, kwamba kwa Mtume Muhammad basi wafurahie, maana ni rehema, wafurahie japokuwa hatukuambiwa tufurahieje. Hili neno Maulidi ni mazazi. Wakati wa kuzaliwa Mtume Muhammad, nataka niwarudishe katika sira kidogo. Wakati wa mazazi ya Mtume Muhammad anapozaliwa, ule mwaka uliitwa mwaka wa tembo, na haukuitwa tu mwaka wa tembo, ila kulikuwa kuna sababu maalum. Kwa sababu mfalme wa Habash alipeleka jeshi kubwa na tembo mkubwa kwenda kuivunja Al-Kaaba, kuangamiza ule msafara wa mfalme wa Habash, ukaangamia na ukateketea kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu hakufanya vile, lakini kwa sababu ya kutukuza mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anataka aadhimishe siku ya kuzaliwa Mtume Muhammad, ndio maana akavunja hilo jeshi. Huyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaadhimisha siku ya kuzaliwa Mtume Muhammad. Na Mtume Muhammad hakuletwa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad yeye ni rehema kwetu sisi, kaletewa sisi ndio tulipotea, tunataka kuongozwa. Kwa hiyo Mtume Muhammad alikuja kwetu sisi, si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakirimu siku ya kuzaliwa Mtume Muhammad. Vipi sisi ambao tumeletewa Mtume Muhammad tutamkirimu kivipi? Kwa hiyo hilo ni jina. Sisi tumekaa tunaadhimisha siku ya kuzaliwa Mtume Muhammad kwa kusoma Qur'ani, tunapeana mawaidha, tunaifurahia siku yetu ya Mtume Muhammad kama alipofurahia kama alipoadhimisha Mwenyezi Mungu siku ile. Hasa kuna shida gani leo hii tunakaa au ni lile dufu? Maana wengi wao kiwauliza kuhusu Maulidi basi wanazoza sana, wanasema ni dufu bana, ni dufu ni haramu, msipigi. Kwa sababu gani? Dufu alipiga wanawake. Dufu ndio walipiga wanawake, hapa sibishani. Lakini hebu tena niwarudishe katika sira, na warudishe katika sira. Wakati ilipokuja amri ya Mwenyezi Mungu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume Muhammad hama kutoka hapo Maka nenda Madina, je, kuna yeyote ambaye alimpa taarifa kule Madina kwamba nakuja huko, jamani andaeni dufu nakuja? Au kuna yeyote alimwambia jamani mimi nakuja sasa, nakuja niandalieni dufu, andaeni kaswida nakuja? Kuna yeyote ambaye amemwambia? Hakuna yote ambaye amemwambia, isipokuwa safari yake ilikuwa ni ya mazongo mengi, vita vikubwa alipitia makubwa. Nyumba yake ilizingirwa, analala katika mapango, bado anasumbuliwa na mambo mengi. Anafika wapi? Madina. Tayari nakuta wanawake washapanga na dufu zao, wamepanga swafu na dufu zao, wanampokea Mtume Muhammad, huku wanaimba kasida nzuri, Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma daa lillahi dai ayuhal mab'uthu fina jita bil amri muta'i. Wanamwimbia kasida, na kasida hiyo si kwamba aliambiwa niandalieni, au dufu si kwamba aliambiwa niandalieni dufu. Hapana, kwa sababu Mtume Muhammad alikuwa anafundisha kwa vitu vitatu vinne kama sikosa, lakini vitatu alikuwa anafundisha hivi. Mtume Muhammad alikuwa akiamrisha jambo kwamba jambo hili lifanyeni, kama ni jambo likifanywa anatosabu ni jambo zuri. Lakini Mtume Muhammad jambo la pili, alikuwa akikuta jambo kama linafanywa likiwa ni zuri halikatazi. Huko ndo kufundisha kwa Mtume Muhammad. Lakini vile vile alikuwa Mtume Muhammad akiona ubaya unafanyika anaukataza. Huko ndo kulikuwa kufundisha kwa Mtume Muhammad. Mtume Muhammad alipofika Madina anawakuta wanawake wanampokea kwa dufu, huku anaimba kasida, wala hakuwakataza. Hakusema kabisa nyinyi tulieni, acheni hilo dufu, ni haramu. Kwa sababu gani? Kaona ni jambo zuri kabisa, hakutaka hata kukataza. Tena walimpokea vizuri Mtume Muhammad, huku akifurahia, kila mmoja akiwa anatamani ujio wa Mtume Muhammad, huku akiupenda, anatamani kila mmoja Mtume Muhammad aingie katika nyumba yake. Mtume Muhammad ile dufu anaangalia tu hivi, wanawake wakipiga,
ishu kwamba kwa nini wamepiga wanawake. Ishu ya dufu, Mtume Muhammad kule Maka, kule Madina hakumwambia yeyote kwamba jamani, nakuja Madina, pigeni, niandalieni dufu. Wakaamka wanawake wenyewe na dufu lao wakalipiga. Hivi unafikiri wangeamka pale wanaume wangewawahi wanawake wakachukua ile dufu wakapiga, wangekataza? Kwa sababu sisi tunaangalia kitendo kilichokuwa kinafanya ni kibaya, si kibaya. Ndio maana leo pale wanawake wangekutwa wanampokea Mtume Muhammad huku ako uchi, angewakataza, kwa sababu mnakaa uchi, mnanipokea nini? Tena Mtume anakataka acheni, msikae uchi, mnanipokea nini? Lakini kwa sababu ni dufu, kule ni kuwahi tu wanawake, maana hawakuamrishwa, waliamua wenyewe kupiga dufu wakamwahi. Na leo tunawajua wanawake wana mambo katika dini na wana ushirikiano sana. Pengine walijadiliana mapema wakawawahi wanaume wakasimama kapiga dufu, basi vile vile wangewahi wanaume wakafanya vile wakapiga ile dufu, pengine Mtume angefurahia zaidi, kwa sababu ar-rijalu qawwamuna ala nisaa, wanaume ni bora zaidi kuliko wanaume. Wanaume ni bora zaidi kuliko wanawake. Wanaume wangewahi kuchukua dufu, pengine wangelifanya uzuri zaidi, hata Mtume angefurahi zaidi, kwa sababu kitendo hakukikataza. Kama ninavyosema kwamba ingekuwa wanawake wako uchi pale, angewakataza, asingewaacha hivi. Lakini kwa sababu kitendo ni cha dufu, hakina shida, akawaacha tu hivyo. Pia wangewahi wanaume, angewaacha. Sisi tunaangalia kitendo, na lile jambo Mtume Muhammad lilimfurahisha. Dufu Mtume kalifurahia. Ili ujue kama Mtume dufu alifurahia, sikiliza hapa. Alipofika Madina, Mtume Muhammad kila mmoja alitamani kufikia katika nyumba yake, lakini yeye nyumba ambayo alipangiwa kufika ni nyumba ya nani? Abu Ayyub al-Ansari. Alipofika katika nyumba ya Abu Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari ana ghorofa nzuri kabisa. Anamwambia Mtume Muhammad, nenda katika chumba cha juu, usikae chumba cha chini. Msikilize Mtume Muhammad anasemaje. Mtume Muhammad anasema, mimi nakaa hapa chumba cha chini, nakaa hiki chumba cha chini. Kwa sababu gani? Nataka hawa watu walionipokea vizuri kwa dufu hawa wakija wanikute niko hapa. Sitaki wahangaike kupanda ngazi wafike juu tena. Kwa tabu gani? Nataka hapa chini mimi. Sitaki waje tena wanitafute Mtume uko wapi. Ingekuwa ile dufu Mtume Muhammad kalichukia, angekaa hata ghorofa la 900 huko ili wakija wasimkute, kwa sababu Mtume Muhammad alikuwa anachukia sana katika mambo ya dini ikiwa watu wanaasi. Lakini kwa sababu ni jambo la dufu, Mtume kwamba alifurahia, na ndio maana akaamua kukaa chumba cha chini. Tena alibembelezwa kwamba nenda chumba cha juu, anakataa. Mimi nataka watu wangu walionipokea kwa dufu wakija wanikute niko hapa, sitaki wateseke. Hawa wamenifanyia ikram, wameikirimu mimi mtume wao, sasa kwa nini wasumbue? Leo hii ingekuwa dufu kalikataa Mtume Muhammad au asingelifurahia, angekataa hata kukaa chumba cha chini, huku akisema kwamba nataka watu wangu wakija wanikute niko hapa chini. Angekaa mbali kabisa huko. Kwa hiyo dufu si shida, lakini mtu mmoja ambaye hana akili ya kufikiria kile kitu kwa kibida haram, hata uharamu haujulikani, hauonekani, hadi atasema kile kitu ni bid'a tu. Inshallah, unawasihi vipi wale ambao wanaipinga maulidi au wale ambao wanakataa mkusanyiko? Mimi ninachowasihi, kwanza siwezi kuwalaumu kabisa kuhusu maulidi kule kukataa kwao, maana naweza nikawalaumu, kumbe wenyewe bwana hawajui, kwa sababu sisi ni wanadamu. Leo hii mtu anataka kasikia tu kila wakala maneno ya porojo huku na huku, basi akashika hivyo. Lakini ninachowasihi mimi, wafuatilie vizuri, watajua maulidi si haramu wala si bid'a, ila wenyewe wafuatilie vizuri, wakae akili zao zikiwa zimeshiba vizuri, zikiwa ziko vizuri, hadhiri, wafuatilie vizuri, mwisho wa siku wajue kilichokuwa dhahiri na kilichokuwa ghaibu. Maana wasikae tu hivi wakamezeshwa maneno nao wakaitakidi kweli ni haramu, ni bid'a, si nini, hali ya kuwa hata wenyewe hawajafuatilia. Wasiwe kama ndugu zetu wa Naswara bwana, kwa sababu Naswara leo hivi unaweza kumwambia jambo lakini akalikataa tu kwa kupewa maneno na au watu wake wa viongozi wa dini, lakini bila kulifuatilia mwenyewe. Kwa hiyo ninachowataka mimi, wafuatilie, wakae, waanze kuchambua moja moja, je, ni nini shida, si nini? Kwa sababu maulidi hakuna haramu ndani yake, ni mambo mazuri ya kumaadhimisha mtume wetu. Sisi tunafurahia kwa sababu ya mazazi ya Mtume Muhammad. Kwa hiyo ninachomshauri au ninachowashauri, wakae, wafuatilie vizuri. Watajua kwa sababu kila kitu lazima ufuatilie. Hivi vitu kukaa na kuamka ukasema bila kufuatilia itakuwa ni shida kidogo. Na wakiendelea kukaa tu bila kufuatilia wakaamka na wakasema ni bid'a, basi itakuwa ni bid'a kwa kila siku, kwa sababu hawafuatilii. Kikubwa ninachowaambia mimi au ninachowasihi mimi, wafuatilie, ila wasisikilize maneno ya kuambiwa kwamba maulidi ni bid'a wakafuata. Wakae wenyewe kwa akili zao, tathmini, watizame. Wakishaelewa hilo litawafaa. Wafuate haya maneno kwamba wafuatilie kiundani zaidi, na waulize watu ambao wanajua. Wao hawajui, ndio maana wanafitamana katika hili, ila waulize wale watu ambao wanajua, tena kujua kukubwa, maana kuna ambao wanajua na kuna ambao wanajua zaidi. Watizame wale ambao wanajua zaidi.
Huenda Mwenyezi Mungu akawaongoza na siku moja nao tukaona katika mihadhara, katika mikusanyiko ya Maulidi. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wal afa minkum.